tumejipanga kwa ajili ya kushambulia Kyela. Sisi tunahitaji kweli mfanye kazi kwa mapema kwa sababu kwanza tumechelewa. Wenzetu mikoa mingine wameshaanza na wameshamaliza. Kwa sisi mkoa wetu ambao ndio mkoa wa mwisho. Kwa hiyo pia ni kushukuru meneja wa REA mkoa wa Mbeya kwa kuiona Kyela iwe ya kwanza kuja kutambulishwa mkandarasi, kwa sababu kuna wilaya 4 takriban tuseme 5 na ile ya mkoani, lakini Kyela imekuwa ndio ya kwanza kuja kutambulishwa, na mimi ndio itakuwa ya kwanza kwa ajili ya kuanza mradi. Hiyo ni shukrani za pekee zije kwako kwa kuiona Kyela kwamba ni iwe ya kwanza. Na pia na mimi nilikuwa nakusumbua, na pia mheshimiwa mbunge alikuwa anakusumbua. Sasa pale Ibungu kulikuwa kuna changamoto, na mimi nishafanyaga kikao pale, kuna changamoto sana kuhusu mradi wa vitongoji 15. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana kwa hiyo hatua ya kufanya sisi tuwe wa kwanza kwenye mradi. Mimi sina mengi zaidi. Ndugu zangu, watu wa TANESCO na REA na mkandarasi wetu HDICO, mkurugenzi, nichukue fursa hii kuendelea kuishukuru sana serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Zawadi kama hizi sidhani kama hao watu wa huko nyuma wamewahi kuzi-experience wala kuzipata. Najua wakati mwingine kuna vitu vikubwa vinafanyika, unakosa maneno ya jinsi ya kushukuru, lakini kwa sababu maneno ni machache tu, ni asante, basi tuendelee tu kusema asante sana. Lakini kwenye lugha zetu zipo lugha mbili tu ambazo zina maneno yanaendelea, zinayo matatu. Kwenye Kiswahili unaweza kusema asante sana, kwa Kiingereza ndio inakwenda thank you very much indeed, na kwa Kinyakyusa ndio unaweza kusema ndaga fijo na road. Kwa hiyo kwenye Kinyakyusa na Kiingereza yameongezeka kwa matatu. Kwa kweli tunashukuru sana. Lakini niwashukuru sana ninyi watendaji mnapofanya kazi na mnapotushirikisha. Kuna vitu vingine hamuhitaji kufanya hivyo, lakini mmekuwa mkitushirikisha sana. Na katika hili mkuu wangu wa wilaya nakushukuru sana. Umekuwa ukitushirikisha. Mimi mbunge nilikuwa nikishirikishwa kwa kila jambo. Maana mimi ni mtafutaji tu, vikija huku vinakuwa chini yako mheshimiwa mkuu wa wilaya. Lakini bado umekuwa ukitushirikisha. Mimi nashukuru sana. Lakini katika hili la leo hivi ni vitongoji, bado tutaendelea kushirikishana na mkuu wa wilaya kuangalia wapi ambapo tunaweza tukaadjust tufanye vizuri zaidi. Maana yeye mara nyingi anakuwepo huku, mimi sipo, lakini vingine tutashauriana zaidi. Kwa hiyo niseme tu sisi tunashukuru mradi huu kuja leo hapa, na mimi niombe HDICO. Mmepigiwa kelele sana kwenye mradi uliopita, na mpaka tulifikia hatua ya kwamba basi afadhali wabadilishe mkandarasi. Lakini mwisho wa siku HDICO mlibadilika, mkafanya kazi nzuri. Leo hii tunafurahia umeme huko Ikombe, umeme umeshaenda Nduka, ni kwa sababu mmefanya kazi nzuri na mnaendelea kufanya kazi nzuri. Tunategemea jinsi mlivyojipanga ndivyo mtakavyofanya. Sasa na mimi niwashukuru tu wananchi wetu kwa kuwa na uvumilivu. Tulishawaambia wengi kwamba mradi unakuja. Sasa tulishaambiwa kwamba kulikuwa na kwenye utekelezaji wa mikataba kuna wakandarasi walipatikana wakaonekana hawawezi kufaa. Kwa kweli mimi nataka kusema afadhali tumechelewa kuliko angekuja mkandarasi ambaye angetuchelewesha au ambaye angeshindwa kuperform. Kwa hiyo afadhali, mimi nasema mkuu wa wilaya, afadhali tumechelewa. Tunapata mkandarasi ambaye kwa kweli hata kumsimamia ni rahisi. HDICO ni kampuni tanzu ya TANESCO. Kwa hata usimamiaji unakuwa ni rahisi kwa sababu mtu wa TANESCO tuna uwezo wa kumuuliza kitu akajua. Kwa mimi nataka tu niseme mkuu wangu wa wilaya, mimi leo ni siku yangu ya furaha. Vitongoji 15 vimesainiwa, lakini leo hii unapozungumza kwamba kwa Kyela bilioni 16.6 kwa ajili ya umeme wa REA, sio kitu kidogo ndugu zangu. Sio kitu kidogo. Na haijawahi kutokea katika historia ya Tanzania. Leo tunapata vitongoji 15, vinakuja vitongoji 31. Nishaipata hiyo, na nafikiri nishakwambia mkuu kwamba kuna vitongoji 31 vinakuja. Sasa bado tusipokuwa na shukrani, mimi ninachojua ni kwamba mwisho wa siku tutajikuta Kyela nzima inawaka umeme. Yaani likisha 31 hivi na hivi 15,
yatakuwa ni mapinduzi makubwa sana. Lakini tujisifu sisi wenyewe, mkuu wa wilaya, kwamba tuna bahati na tumefanya vizuri. Wakati wenzetu ndio wanafikiria kwanza kitongoji kwa kitongoji, sisi vitongoji tulishaanza. Kwa na kupitia wao eti ndiko na wengine. Kwa hii inayoendelea imetusogeza sana. Tulikuwa 76% ya vitongoji. Sasa tukipiga hivi 15 kuja kupiga 31, moto chini, tutakuwa tuko mbali sana. Ila nitaomba tu nipate hivi vitongoji 15, gharama yake inakuwa ni kiasi gani, angalau roughly tunapozungumza unakuwa watu angalau wao wanapata picha. Yaani wapate picha. Inakuwa nzuri zaidi. Nawashukuru sana mkuu wa wilaya, nisije nikamaliza na maneno yako. Mimi nasema tunawakaribisha wageni wetu, karibuni sana. Na mimi niko tayari kushirikiana, lakini sitakuwa peke yangu, nitashirikiana na mkuu wangu wa wilaya sehemu zile ambazo tutaenda, kama kutakuwa na adjustment tutashirikiana. Asante sana. Na management nzima ya TANESCO na REA kwa kuweza kuja kutambulisha mkandarasi siku ya leo. Lakini na mimi nakuwa naishiwa maneno kwa sababu kwanza kabisa nishukuru serikali kwa ujumla, kwa maana ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwetu sisi wilaya ya Kyela tunajiona tuna bahati. Ukiongelea tumebakiwa na vitongoji 98, vinaweza vikaonekana ni vingi, lakini kati ya 408 unaona ni kiasi gani ndani ya wilaya ya Kyela tulivyopiga hatua. Kwa hiyo hizi zote naweza nikasema ni jitihada ambazo zimefanywa na Mheshimiwa Rais, na miradi mingi ya umeme hapa ndani ya kipindi hiki cha miaka 4 ya Mheshimiwa Rais tumeona jinsi gani tumekazana kuwafikishia wananchi huduma ya umeme. Na nipende kukushukuru Mheshimiwa Mbunge kwa sababu wewe mara nyingi tumekuwa tukiwasiliana, tukikuhimiza yale maeneo ambayo tunakutana na wananchi wanatuambia sisi ni wa Malawi hatupati huduma, lakini tumekuwa tukitafuta namna nzuri ya kuwaelewesha. Lakini pia meneja wetu tuwezi kuacha kushukuru kwa sababu sehemu nyingine hali zilikuwa ni ngumu sana. Kwa wewe na vijana wako bado tukatafuta namna tukaokoa jahazi. Kwa hiyo tunakushukuru kwa sababu tumeona ushirikiano mkubwa ambao tunaupata. Na naamini hata katika utekelezaji wa hivi vitongoji 15 kwa jinsi ambavyo mkandarasi umeelezea roughly jinsi ambavyo mmejipanga jinsi ya kutekeleza mradi, ninaamini kama sio tu kwenye makaratasi tukaenda site kama jinsi ambavyo umesema, basi ninaamini within short period of time basi vitongoji hivi 15 tunaweza tukawa tumeshafanikisha. Lakini kubwa zaidi kama ambavyo katibu tawala amesema na mkurugenzi, tungeomba mkiwa mnaenda site, kwa sababu leo mmekuja kujitambulisha kwetu sisi of course tutakuwa tunaenda kwenye ziara zetu za kawaida, tutakuwa tunawaambia wananchi. Lakini tungependa sana, kwa sababu hii ni kuonyesha jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Rais amewafikia. Kwa hiyo mafundi wenu kabla hawajaingia site, sio vibaya mkafahamiana. Uzuri wananchi wa wilaya Kyela ni wakarimu sana. Unaweza kujikuta saa nyingine, nadhani ni shahidi kama huko HD kwa muda mrefu, sehemu nyingine wananchi wenyewe wanawakarimu sehemu za kukaa na chakula. Kwa hiyo ilikuwa ni vyema sana mkifika wananchi wakawa wanajua kwamba tumepata mkandarasi amekuja kwa ajili ya kutekeleza mradi wa hivi vitongoji 15 vya Mbunge. Kwa sababu tumekuwa tukivimba muda mrefu na mara nyingi wamekuwa wakiuliza maswali mengi, na dasi hapa amekuwa akipokea sana wananchi wanaokuja kuulizia hivyo vitongoji, tangu mmetuahidi kitongoji chetu kiko kwenye vitongoji 15 vya Mbunge, mbona mpaka sasa hivi bado? Kwa hiyo ninaamini sasa ni ule wakati wa kuambia kwamba sasa mkandarasi tulikuwa tunamngoja sasa amefika kwa ajili ya kutekeleza hivi vitongoji 15. Lakini sisi tunashukuru sana wenzetu wa TANESCO na REA kwa kuweza kuja kukamilisha huu mradi wa vitongoji 15. Kwangu mimi naona ni hatua kubwa sana, kama ambavyo Mheshimiwa Mbunge amesema tutahama kutoka 76 ukiweka 15 tutakuwa tumeshafika 80. Vikija na hivyo 30 nadhani sisi Kyela tutakuwa tunaongea story nyingine. Kwa hiyo tunashukuru sana, na zaidi ya yote sisi tutaendelea kuwapa ushirikiano sehemu yoyote pale ambapo mtakutana na changamoto ama tutahitaji labda kufanya adjustment za aina yoyote. Sisi tupo tayari kushirikiana na nyinyi, kwa sababu lengo ni kuhakikisha kwamba tunawafikishia wananchi huduma, na ndicho ambacho Mheshimiwa Rais anataka, kwamba kama ambavyo walijipanga kwenye ilani ya uchaguzi ya 2020 mpaka 2025 kwamba kufika 2025 zaidi ya 90% ya vitongoji na vijiji vile vimeshafikiwa na umeme. Kwa hiyo
kwenye hili lazima tuhakikishe 15 hivi vinakamilika kwa wakati, na kama ambavyo wenzangu wamesema tunaenda kwenye mwaka wa uchaguzi, wananchi wanataka kuona ni vitendo, na vitendo moja hapo ni umeme. Na mimi kwangu mimi wilaya ya Kyela kwa kushirikiana na mheshimiwa mbunge jinsi anavyoenda kutusemea, sehemu nyingine hawana shida ya maji, hawana shida ya hospitali, wanataka umeme. Umeona? Kwa hiyo tukiwafikishia hichi, kwa kweli na wao nyoyo zao zitakuwa zimefurahi.